Ndugu mpendwa, na kusalimu habari ya mchana. Siku nyingi sana hatuko pamoja. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu hivyo ili tukutane siku ya leo. Basi ninasema asante kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu amekuwa pamoja na sisi. Mungu wa nabii Kaku Filipe. Ninaukaribisha kwenye kipindi tu ya siku ya leo. Leo kuko mada special. Leo kuna mada ambayo iko speciali. Kuna mambo ambayo iko speciali nataka tuongee mimi na wewe. Unajua wakati yote tunazungumza kuhusu wokovu, kuhusu safari ya kwenda mbinguni, kuhusu uzima wa milele, sio jambo la kuchukulia la kawaida. Ni jambo la muhimu zaidi. Na kama ni jambo la muhimu, lazima tu mimi na wewe tukue makini sana. Basi leo kama jinsi niliweka hapo jana nilipashwa ingia kwa mtandao na kuzungumza, lakini nikakosa nafasi kwa sababu muda maalum ya Mungu ilikuwa bado haijafika. Leo nataka tuzungumze mimi na wewe kuhusu wokovu. Namna gani Mungu anaokoa? Comment Dieu sauve? How does God save his elect? Comment Dieu sauve ses élus? Namna gani Mungu anaokoa wateule wake walio hai hapa duniani? Hiyo ndiyo mada tu tunazungumza siku ya leo. Maana wokovu tumeimba sana. Mimi nimeokoka, mimi nini na nini, lakini leo nataka tuzungumuze kuhusu wokovu. Namna gani Mungu anaokoa? Comment Dieu sauve ses élus? How does God save his elect? Hivyo ndivyo tunavyozungumza siku ya leo. Karibu sana. Namba yetu ya contact ni 0718530812. Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp. 0718530812. Kode kwa wenye wako nje ya nchi +254 71 85 30 812. Hiyo namba yetu ya WhatsApp 0718530812. Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp. Pia namba ya mkononi ni hiyo, lakini pia unaweza kunipata kwa namba kama na hii 0742 71 27 8 +254 7 42 71 27 80. Hiyo ni namba pia ya mkononi, unaweza nipata kwa hayo. Basi karibu sana kwenye mada yetu. Ukiwa na swali, usishite kuweka swali yako, usisite kunitumia swali yako kuuliza. Unajua ya kuwa mambo tuko tunazungumzia ni kuhusu uzima wa milele, ni kuhusu wokovu, ni kuhusu safari ya kwenda mbinguni. Na kila kiumbe ni haki yako kujua namna gani utaenda mbinguni. Ni haki yako kujua namna gani utafika kwa Mungu. Hiyo ndiyo mambo ambao tuko tunazungumza siku ya leo. Basi namna gani Mungu anaokoa? Na ili tujue namna gani Mungu anaokoa, itabidi turudi katika shamba la Edeni. Itabidi turudi katika kitabu cha Mwanzo. Na utakubaliana na mimi katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Mungu akamchukua huyo mtu, akamweka ndani ya bustani ya Edeni. Akamwambia, hakika matunda yote ya hii miti ambayo iko ndani ya shamba la Edeni unaweza kula, ila tunda moja, tunda ya mti mmoja unaojua mema na mabaya haupashwi kula. Siku utakula, hakika kufa utakufa. Ili Adamu aishi, ili Adamu aokoke, ilibidi tu aishi kwa neno ya wakati wake. Neno ya wakati yao ilikuwa ni kutokula. Don't eat. Ne mange pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Usikule. Neno ilikuwa usile. Ili Adamu aishi, asingekula. Ili Adamu akufe, ilibidi akule. Ili Adamu aokoke, ilibidi asile. Ili Adamu asiokoke,
ilibidi ale. Na mapenzi ya Mungu kwa siku ya Adamu haikukuwa kwa mambo ingine. Eti Mungu aliumba mbingu na dunia siku ya kwanza, siku ya kufuata akafanya hivi, na siku ya mwisho akaumba mtu kwa mfano yake. Hapana, hiyo haikukuwa mapenzi kwa siku ya Adamu. The will of God in the days of Adam was not to eat. Mapenzi ya Mungu siku ya Adamu ilikuwa ni kutokula. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu. So Adamu angesoma historia, Mungu aliumbaka siku ya kwanza mbingu na dunia. Mungu akafanya hivi. Siku ya 6 Mungu akaumba mtu kwa mfano wake ambao ndio mimi Adamu, na siku ya 7 akapumzika. Ndani ya hiyo maneno yote ya uumbaji, hamkukua uzima wa milele wa Adamu. Hamkukua wokovu wa Adamu. Ili Adamu aokoke, ilibidi tu aishi kwa neno ya wakati aliyokuwa akiishi, ni kutokula. Wewe umeokoka leo. Umeokoka kwa neno gani? Umeokoka kwa neno gani? Je, ya kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia, hiyo ndio imefanya uokoke? Ya kwamba Adamu alikula tunda? Ya kwamba Enoki alinyakuliwa? Ya kwamba siku ya Noa mvua ilinyesha? Ya kwamba Musa alichukua wana wa Israeli kuwatoa Misri kuwapeleka jangwani kwenye mlima? Ya kwamba Elia alishusha moto? Umeokoka ya kwamba Yohana ndio alibatiza Yesu? Umeokoka kwa neno ya kwamba Yesu alisema wasiende kwa miji ya mataifa? Umeokoka kwa neno ya Paulo ambao aliwaambia mwende mukale na kununua vyote vimepatikana kwenye buchari? Umeokoka kwa neno ya Martin Luther ambao alisema mtu anahesabiwa haki kwa njia ya imani? Umeokoka siku ya leo kwa neno ya John Wesley ya kwamba utakaso ni kwa Roho Mtakatifu? Leo utasema umeokoka kupitia mafundisho ya John Calvin, wewe mtu wa PCA, ya kwamba kuna makusudio mawili ya Mungu. Makusudio moja ni kwa ajili ya uzima wa milele, kusudio ingine ni kwa ajili ya jehanamu. Ama umeokoka kwa neno ya ndugu Branham ya restoration ama restoration? Ama umeokoka leo kwa neno gani? Kwa sababu ili Mungu aokoe, hako na njia moja tu aliyopanga kwa kuokoa watu. Na njia hiyo ambayo Mungu anaokoa kwayo ni njia ya nabii mjumbe, ambao kumbuka hakuna mjumbe bila ujumbe. Nabii mjumbe wa wakati wako analeta ujumbe. Yani Mungu anaokoa kupitia nabii mjumbe wa wakati yako. Si kwenye unaishi inabidi kuwe mjumbe. Leo unaweza kataka Filipe ya kwamba sio mjumbe wako, lakini niko na kuonesha leo utaratibu ya Mungu kuokoa. Namna gani Mungu anaokoa? Mungu ni mwokozi. Anaokoa watu. Alitoa damu yake msalabani ili wewe na mimi tupate kuokoka. Lakini tutafikiaje wokovu hiyo? Umejidai umeokoka. Umeokoka namna gani? Ni neno gani? Ni ujumbe gani imekufanya uokoke? Hiyo ndiyo swali kubwa. Namna gani Mungu anaokoa? Mungu hakufi. Mungu ni roho. Mungu hana mwili. Na anataka ukuokoa wewe mwenye uko na mwili. Anataka ukuokoa wewe ambao uko mtu. Wewe ambao unachoka, wewe ambao unalia, wewe ambao unalala, wewe ambao unakula, unahisi njaa. Ni wewe Mungu anataka kuokoa. Wewe ambao unaishi leo, Mungu hawezi okoa Branham mwenye alishaka kufa. Mungu hata okoa Paulo alishaka kufa. Maana Biblia inasema baada ya kifo hakuna wokovu. Kumbe ili uokoke inabidi ukuwe na uhakika umeokoka, uko hai. Na utaokoka namna gani? Wokovu haipatikane kwa njia namna ingine. Mungu ako na njia moja ambayo amepanga kwa kuokoa watu. Na hiyo njia ni nabii mjumbe wa wakati. Maana yeye ndio iko na ujumbe.
Sikiliza habari. Ili Adamu aokoke, alipewa ujumbe na Mungu. Usile. Unajua nini ilifikia? Hapa Adamu na Hawa wakazaa watoto ambao wanaitwa Kaini na Abeli. Ili Kaini na Abeli wajue mapenzi siku ya ambao waliishi. Mapenzi ya Mungu haikukua tena kwa neno ya kutokula tunda. Sikiliza mzuri mpendwa. Sio lazima uamini yale ambao ninaohubiri, lakini ni lazima uelewe yale ambao niko na kuambia. Kuelewa ni haki ya kila kiumbe cha Mungu. Ni lazima uelewe. Ili Kaini na Abeli waokoke, ili Kaini na Abeli wajue mapenzi ya Mungu kwa siku waliishi kwayo. Mapenzi ya Mungu haikuwa tena kwa neno ya kutokula tunda. Mapenzi ya Mungu siku ya Kaini na Abeli haikuwa tena kwa neno ya uumbaji wa mbingu na dunia. Hapana, ile ilikwisha kuwa habari ya historia. Hiyo ilikuwa habari iliyopita. Lakini ili Kaini na Abeli wajue mapenzi ya Mungu siku wenyewe waliishi, ilibidi Mungu atume neno. Na Mungu kila siku hutuma neno kwa mkono wa nabii mjumbe. Maana neno la Mungu lenye liko ndani yake ni siri. Na amesema katika Amosi sura ya 3 mstari wa 7 ya kuwa hakika mimi Bwana Mungu sitafanya jambo lolote kwa siri bila kulifunulia watumishi wangu manabii siri hiyo. Hapana pastor. Mungu hawezi funua siri yake kwa pastor. Mungu hawezi funua siri yake kwa mtume. Mungu hawezi funua siri yake kwa mwinjilisti, kwa mwalimu, kwa mhubiri. Hapana. Mungu anafunua siri yake tu kwa nabii mjumbe wa wakati. Sasa ili Kaini na Abeli wajue mapenzi ya Mungu siku yao, ilibidi Mungu afunue mapenzi yake. Maana ndani ya neno kutokula tunda hamukuwa tena mapenzi ya Mungu. Ilikuwa mapenzi ya Mungu siku ya Adamu, lakini siku ya Kaini na Abeli hiyo haikukuwa tena mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ikawa mambo tofauti siku ya Kaini na Abeli. Angalia Kaini mtoto wa Mungu. Angalia Abeli, Angalia Abeli mtoto wa Mungu, Kaini mtoto wa shetani. Abeli mtoto wa Mungu alifanya nini? Akaenda mbele ya Mungu akamwambia Mungu, nitajuaje mapenzi yako bila wewe kuifunua kwangu? Nitajuaje yale namna gani unataka? Nitajuaje mapenzi yako wewe Mungu bila wewe Mungu kufunua hayo kwangu? Abeli alimuuliza Mungu, akamwambia Mungu, nifunulie. Mtoto wa Mungu alipouliza Mungu, Mungu akamwambia Abeli, saa hii mapenzi yangu iko kwa kutoa sadaka. Utatoa sadaka namna gani ya kunipendeza? Nenda kwenye zizi. Kwa sababu siku ambao wazazi wenu waliasi, walijitengenezea mavazi kupitia ngozi na majani ya miti wakaishona. Lakini hiyo haikukuwa mapenzi yangu. Hawakujua nataka nini kwa kutuliza hasira yangu. Ili hasira yangu mimi Mungu itulie, siku ambao Adamu na Hawa walikosa wazazi yenu, ilibidi mimi Mungu niingie kwenye zizi langu. Nikaenda kuchukua mwana kondoo wa kunona, nikamchinja, ndio nikachukua hiyo mavazi, nikawavika kufunika utupu yao. Sasa wewe Abeli mtoto wangu, ili ujue kunitolea, na kwa sababu atakayejua kunitolea kwenye kizazi hiki ndiye atajua mapenzi yangu, ndio atakuwa amenifurahisha. Nenda kwenye zizi lako la kondoo, chukua mwana kondoo wa kunona, mchinje, damu ikimwangika, mimi Mungu hasira yangu itakuwa imetulia. Mimi Mungu utakuwa umejua mapenzi yangu kwa wakati huu. Abeli akakimbia haraka sana. Akaenda kuchukua mwana kondoo, akamchinja, akatia sadaka kwenye madhabahu. Mungu akasema amina.
Mungu akashukuru, Mungu akafurahi. Mungu alipoona damu imemwangika, Mungu akafurahi. Hiyo ilikuwa sadaka inayompendeza, siku ya Abeli. Kumbe Abeli hakuokoka kwa neno ya kutokula tunda, lakini neno moja ya kumfanya aokoke ilikuwa tu ni neno ya kujua namna gani, ni sadaka gani Mungu anataka. Neno mbili tofauti, kutokukula tunda na kujua kutolea Mungu sadaka ili ukubaliwe, ni neno mbili tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kaini na Abeli na Adamu na Eva ni vizazi viwili tofauti, na hapa kuna ujumbe mbili tofauti, nabii mjumbe Adamu na nabii mjumbe Abeli. Kila kizazi inabidi kuwe neno mpya. Wacha nikuchukue katika hali ya maisha ya kimwili. Hivyo ndivyo mtu anaokoka. Ukisema nimeokoka, Mungu inabidi atume neno. Inabidi atume neno kwa mkono wa nabii mjumbe. Na nabii mjumbe huyo itabidi umwamini ili ujue mapenzi ya Mungu kwa siku hiyo, kwa wakati huo, kwa generation hiyo. Nje ya hivyo utakuwa hujaokoka, hata kama unaendaka kwa kanisa, hata kama unahubiri. Ndio maana unaona mapepo ndio mingi yenye nahubiri, watu wanafikiria ni Mungu wanahubiri. Unafikiria ni watumishi, ni mapepo. Wamoja hawajui kama ni shetani wanahubiri kwa jina la Mungu, na wengine wanajua. Nje ya yenye Kaku Filipi iko nasema leo kwa dunia, hakuna injili ingine. Injili ya kukula tunda ilipitwa na wakati. Injili ya kutoa sadaka ili kumpendeza Mungu ilipitwa na wakati. Injili ya kutoka Misri kwenda ndani ya jangwa ilipitwa na wakati. Injili ya kuingia ndani ya Kanaani ilipitwa na wakati. Injili ya kutengeneza njia ilipitwa na wakati. Injili ya kula vyote vinauzwa huko kwenye buchari ilipitwa na wakati. Injili ya kuhesabiwa haki kwa imani ilipitwa na wakati. Injili ya utakaso ilipitwa na wakati. Injili ya urejesho ilipitwa na wakati, kwa sababu urejesho ni restoration. Injili yenye iko naokoa leo ni injili ya Kaku Filipi ya restitution, urejesho katika hali ya kwanza. Hiyo ndio injili yenye inaokoa siku ya leo. Sasa nakupeleka kwa hali ya mwili. Tungali hapo kwa Kaini na Abeli na Adamu na Eva. Neno mbili tofauti. Tunapoenda katika hali ya mwili, ili utoke kwa darasa fulani uingie darasa lingine, itabidi ukae kwa mtihani. Ili uokoke kwa kizazi kipya, wewe ulikuwa kwa kizazi kia kale, itabidi upitie tu kwa mtihani ya kizazi mpya. Hautasema juu nilifanya mtihani ya kizazi ya kale nikafaulu, sasa sitafanya mtihani ya kizazi mpya. Na hii mtihani inaletwa na nani? Inaletwa na mchunguzi wa mtihani. Kumbe ukikataa mchunguzi wa mtihani, mtungaji wa mtihani, ujue ya kwamba utakuwa umeshindwa mtihani. Kumbe kutokula tunda siku ya Adamu ilikuwa ni mtihani, na kujua kutoa sadaka siku ya Abeli ilikuwa ni mtihani. Abeli na Kaini walijua ya kwamba baba yao na mama yao walishindwa mtihani yao, lakini Kaini na Abeli mbele waende kaa chini wafanye mtihani ya siku yao, walianza kwanza kufanya mtihani ya Adamu na Hawa. Hata kama wangefaulu, walijifunza hiyo mambo, namna gani ya kutokula tunda, namna gani ya kutokufanya tabia isiyopendeza Mungu, namna gani ya kutii Mungu. Lakini kitu kimoja, ilibidi na wao juu wa qualify, juu wa qualify, ili wapate certificate, wapate certificate, ilibidi wakae chini kwenye mtihani ya siku ambao waliishi yeye Kaini na Abeli. Na hiyo mtihani ilikuwa ni kutoa sadaka. Hawezi pata cheti ya kuhitimu shule bila kukaa chini kwa mtihani ya mwaka ambao uko unahitimu shule. Hauwezi kupata hiyo cheti. Hauwezi enda mbinguni nje ya neno la wakati wako. Itabidi tu Mungu atume neno ya wakati yako. Kuna kitu kingine nataka nikuambie. Wakati Mungu aliletea Adamu neno ya kutokula tunda, njoo ataishi kwayo. Kwa hiyo neno njoo Roho Mtakatifu alikuwa. Roho Mtakatifu
Hakukuwa kwa neno ya uumbaji. Eti siku ya kwanza Mungu aliumba mbingu na dunia. Roho Mtakatifu hakuwa hapo tena. Alikuwa ametoka. Hiyo ilipitwa na wakati. Ungeishi neno ya kuumbaji. Siku ya kwanza Mungu aliumba mbingu na dunia mpaka siku ya 6 akaumba mtu. Haungeokoka hata kama ungeishi hiyo neno. Kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa tena huko. Roho Mtakatifu aliyeleta neno ya kutokula tunda, ilibidi aishi ndani ya neno la kutokula tunda ili watu waokoke. Ili yeyote atakayeshika neno hilo apate kuokoka. Na siku ambao ujumbe ya kutokula tunda ilifika mwisho, Mungu akainua nabii mjumbe mwingine Abeli. Akampea ujumbe ya kutoa sadaka na namna ya kutoa sadaka. Ili ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu siku hiyo. Sasa ungebakia kwa neno ya kutokula tunda siku ya Adamu, na wewe unaishi kwa utawala wa nabii mjumbe Abeli. Wewe hata ungeishi hiyo neno ya Adamu namna gani, ungekuwa hujaokoka. Kwa sababu mtihani ya siku ya Abeli ilikuwa ni kutoa sadaka. Tofauti na mtihani ya wakati ya Adamu ilikuwa ni kutokukula tunda. Ninaamini ndugu uko nanisikia vizuri. Kumbe ili uokoke siku ya Abeli ilibidi ujue tu jinsi ya kutolea Mungu sadaka. Ili uokoke siku ya Adamu ilibidi tu usikule tunda. Maneno mbili tofauti kwa sababu ni vizazi mbili tofauti. Ukiwa na swali usichelewe kuuliza. 0718530812 0718 530812 07 18530812. Hiyo ni namba yetu ya mawasiliano. Sasa tukatoka kwa Kaini na Abeli, tunaenda kwa Seti, ikakuwa hivyo hivyo. Tunaenda kwa Enoki, ikakuwa hivyo hivyo, Metusela, Lamek, hadi kufika kwa Noa. Hii ni dunia ya kwanza. Kuna watu wengine hawajue kama tuko kwa dunia ya pili. Mpendwa, unanisikiliza, unanifuata, utafuata video hii baadaye, sijui ujue ya kwamba tuko kwenye dunia ya pili. Kwenye dunia ya pili ni tofauti na dunia ya kwanza. Lakini mtindo wa kuokoa ambao Mungu alichora kwa kuokoa, mtindo yake, style ya Mungu kuokoa, njia ya Mungu kuokoa kwa dunia ya kwanza ndio hiyo njia ya Mungu anaokoa kwa dunia ya pili. Jinsi Mungu alikuwa anaokoa Israeli watu, hivyo hivyo tu ndio anaokoa mataifa siku ya leo. Lakini wengi wamezubaishwa, wamedanganywa. Mungu, ili dunia ya kwanza imalizike, ikafika kwenye kizazi ya Nuhu ama Noa. Noa ilikuwa ni kufariji, consolation. Sasa kizazi hichi cha Noa, unaona mbele ya Noa kulikuwa manabii wengi sana, wakina Enoki, wakina Abeli, wakina Adamu, wakina wengi sana, wakina Seti, wengi walikuwa mbele ya Noa. Na kila nabii mjumbe alikuwa na ujumbe yake. Sasa Noa akakuja mwisho wa kizazi. Kizazi yake ndio ilikuwa ya mwisho. Akakuja mwisho wa dunia ya kwanza. Noa alipokuja, makanisa ilikuwa nyingi sana. Wahubiri walikuwa wengi sana. Makanisa Ebeneza ilikuwa nyingi. Makanisa ya Kalobeye ilikuwa nyingi. Makanisa ya Grace Communion ilikuwa nyingi. Makanisa ya Selpa ilikuwa, makanisa ya Sepak, makanisa ya Catholic, PCA, Branhamist walikuwa wengi, wakina Repentance and the Holiness, wakina David Orr, wakina Nganga Evangelism, Neno, wote walikuwa siku hiyo. Lakini kukatokea mtu mmoja anaitwa Noa. Na Noa alipokuja akasema, mimi Mungu amenipea neno kwa ajili ya wokovu wenu. Kwa sababu katika Mwanzo 6:12 Biblia inasema hivi ya kwamba Mungu akamwambia Noa, tazama, kila kiumbe ulimwenguni kimepotosha njia zake mbele ya uso wangu. Sasa mwisho wa kila kiumbe chenye uhai umefika. Basi Noa, jenga safina, nitatuma mvua, watu wataangamia na maji.
ujumbe mpya. Juu uokoke lazima kukuwe new message. Pour qu'un homme soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée, il faut que Dieu envoie un message nouveau. Et le message nouveau ne tombera pas du ciel comme de la manne au temps de Moïse. Il faut qu'il y ait un porteur de ce message, qui est le prophète messager vivant de ton temps. Ili mwanadamu waokoke, inabidi kuwe nabii mjumbe mwenye analeta ujumbe. Inabidi kuwe ujumbe mpya. Hii ndio njia Mungu anaokoa kwayo. Siku ya Noa, Mungu akamwambia Noa, sasa tengeneza safina, maana mvua itanyesha. Noa, hubiria watu mvua itanyesha. Noa akaanza hubiri. Mungu amesema mvua itanyesha, mkuje tengeneza safina. Njia moja ya sisi kuepuka hii ni si kuingia kwa safina. Yeyote ataingia kwa safina ndio atakuwa ameokoka. Yeyote ataingia kwa safina ndio atapona na hasira ya Mungu. Watu wakina David Oro waliuliza Noa, wewe uko natudanganya, Mungu alikuzungumzia siku gani? Wakina Jeremi, wakina Louis, wakina Bezo, wote waliuliza hapana. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Wakina Chim, wakina Baruti Kasongo, wakina Moise Mbie, wakina wote wakina Anifa walikuwa wakihubiri, wakina Albert walihubiri. Kila mtu anasema mimi Mungu eshaniokoa, mimi Mungu alinitembelea, Mungu aliniambia hivi. Lakini Noa akawaambia hivi ya kwamba hakuna wokovu kwa hiyo mambo yote mko mnahubiri. Mwenye tuko na wokovu leo ni mimi Noa, na nje yangu mimi Noa hakuna wokovu. Maana mimi Noa niko na tariki, niko na siku na mwezi. Mungu alinitomokea, Mungu alijifunua kwangu, akanipea ujumbe hii kwa ajili ya wokovu ya kila kiumbe kenye kitanisikiliza. Walimupinga vile jinsi leo tu unaona watu wako wanapinga. Watu wanapinga ujumbe ya Kaku Filipe, wanampinga Kaku Filipe. Hata Noa alimupinga, na Noa aliendelea kuhubiri miaka 120. Noa akihubiri na akijenga safina. Wacha nikuambie, wakati ya Noa kuna watu hawakuwa wanazini na wake wa wenzao. Kuna watu hawakuwa wanaiba. Kuna watu walikwenda kwa makanisa wanawafundisha amri 10. Usiue, usiibe, usiseme uongo, usitamani mke asiye kwa ndoa yako. Yote waliishi mafundisho ya Adamu yote ya kutokukula. Waliishi mafundisho ya Enoki yote ya kunyakuliwa. Waliishi mafundisho yote ya Abeli ya kujua kutolea Mungu sadaka. Wakasema tuko kitabu ya Enoki inatutosha, kitabu ya Abeli inatutosha, ujumbe ya Adamu inatutosha. Kwanza ujue Adamu hakuumbwa gisi Yesu, hakuzaliwa gisi Yesu alizaliwa. Yesu alizaliwa na mwanamke, Adamu hajazaliwa na mwanamke. Sasa wewe Noa utakuja kutuambia nini? Noa akawaambia pamoja na hiyo yote, niko na kuambia ya kwamba ni mimi Noa niko na wokovu yako. Usiponiamini utakuwa umekosa kuamini Mungu aliyenituma. Na ukiniamini utakuwa umemwamini Mungu, na anayeamini Mungu atakuwa amepata wokovu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kuna thawabu ya nabii. Kuna siku nitakuzungumzia nabii mjumbe ako na thawabu. Noa alipingwa, watu walioa, watu wakaolewa, watu wakafanya mambo, watu wakatamani kwenda Ulaya, watu wakatamani kupata mali, watu walitafuta pesa. Yale yote yenye kunafanyika leo ilifanyika siku ya Noa. Noa alihubiri, kuna watu hawakuwa wanafanya dhambi, enyewe waliona dhambi. Nilikuambia siku nyingine, mbele ya Mungu kuko dhambi hii moja. Ulimwengu kila siku iko na dhambi moja. Soma Yohana 1:29. Yohana akasema, tazameni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Sio dhambi za ulimwengu, hapana. Ulimwengu iko na dhambi tu moja. Kila kizazi, kila generation, ulimwengu iko na dhambi moja. Dhambi hiyo ni kutokuamini. Kutokuamini nabii mjumbe, na ujumbe wake ndio dhambi kubwa. Na juu ya dhambi hiyo utaenda jehanamu. Juu ya dhambi hiyo hautaokoka na hujawahi okoka. Kuiba sio dhambi, kuzini sio dhambi, kusharatika sio dhambi, kusema uongo sio dhambi, ni matokeo ya dhambi tu. Dhambi ni kutokuamini. Anayekosa kuamini ndio atadini, ndio atazini, ndio ataiba, ndio ataua.
Hiyo ni matunda tu ya kutokuamini. Kutokuamini ndio dhambi. Basi Noa alihubiri, walimupinga. Wamoja walisema Noa hauna kitu. Noa akasema mvua itanyesha. Watu wa meteorology walienda wakapima, wakaangalia, hakuna dalili ya mvua. Mawingu yote inatakata. Na kwa sababu tunaambiwa kwamba dalili ya mvua ni mawingu, wakamwambia Noa, hapana, hiyo ni udanganyifu unatuambia. Noa akawaambia mvua itanyesha. Alihubiri. Kuna watu walikuwa kwa jela. Acha nikuambie, usikie usiposikie ujumbe ya Kaku Filipe. Siku ya mwisho ujumbe ya Kaku Filipe ndio Mungu atakuhukumu kupitia hayo. Mhukumu wako ni Kaku Filipe, kwa sababu Mungu hana njia nyingine atakuhukumu. Ni kupitia ujumbe yenye Kaku Filipe kwa nahubiri siku ya leo. Watu walioishi siku ya Noa walihukumiwa na Mungu kupitia ujumbe ya Kaku Filipe ya Noa. Ujumbe ya Noa ndio iliwahukumu. Kwa sababu walikataa kuisikia, wakahukumiwa. Basi Noa alipomaliza kujenga safina, waliingia ndani ya safina yeye na nyumba yake. Kanisa ya watu 8 ndio iliokoka. Na wale wachungaji, na wale mabishop, na wale mitume wa ajabu, na wakina Beni Hinn, wale wakina Baruti Kasongo, wakina Moise Mbie, wale wote walijipata ndani ya mifereji, ndani ya sewage, ndani ya makanevu, pamoja na wamalaya wenye wakwenda kanisa, pamoja na walevi na wavutaji wa bangi, pamoja na wale wa Katoliki wote, pamoja Wabranamisi wakajipata wako pamoja na wao ndani ya hizo mifereji. Wakaangamia, samaki ikakula macho yao. Juu ya kutokuamini Noa. Wokovu ya siku hiyo ilikuwa Noa. Noa alikuwa nani? Alikuwa madhihirisho ya Mungu siku yake. Noa alikuwa Kristo siku yake. Walitegemea mafundisho ya Adamu, ya Abeli, ya Enoke, ya Metusela, ya Seti, wakakataa mafundisho ya Noa. Kumbe mulango ya mbingu ilikuwa ni Noa. Mwenye alikuwa na kifunguo ya ufalme wa mbinguni ilikuwa ni Noa. Maana kumbuka, kila wakati hapa duniani kuna mtu mmoja yuko na kifunguo cha ufalme wa mbinguni, na yule anaitwa nabii mjumbe wa wakati. Na siku ya leo mwenye yuko na kifunguo cha ufalme wa mbinguni hapa duniani kwa hii generation ni Kaku Filipe. Penda usipopenda. Noa hakaokoka na nyumba yake. Ukisoma katika Mwanzo 7:1, Mungu alimwambia Noa, nimeona kwenye kizazi hichi ni wewe tu uko mtu mwenye haki kwenye kizazi hiki. Mungu anaokoa kupitia kizazi. Mbranamisti, sikiliza. Mungu aokoe kupitia age, anaokoa kupitia generation. Kila generation iko na nabii mjumbe wake. Basi na wokovu ya Mungu inaendelea. Hivyo ndivyo Mungu ameokoa. Dunia ya kwanza ikamalizika. Dunia ya pili ikaanza baada ya Noa na watoto wake kutoka ndani ya safina. Basi na kwa kinywa ya Noa tukapata kujua ya kwamba dunia ya pili haitaangamia kwa maji tena. Ni hivyo Mungu alisema, na hajaisema wakati Noa alikuwa amekufa. Alimwambia Noa akiwa hai wakati walitoka ndani ya safina. Hivyo akamwambia dunia sasa ya pili haitaangamia tena kwa maji. Kwa kinywa ya nabii tukajua ya kwamba dunia ya pili itateketea kwa moto. Ndio maana watu wanangoja kulungula. Basi baada ya Noa dunia ya pili ilipoanza, kukainuliwa nabii mjumbe mwingine, Ibrahimu. Siku ya Ibrahimu hakuna mtu angekuwa koani, hakuna mtu angekuwa mhubiri, hakuna mtu angekuwa Mkristo nje ya ujumbe ya nabii Ibrahimu. Maana mwenye alifunua Mungu kwa siku hiyo ya Ibrahimu ni Ibrahimu peke yake. Mwenye alikuwa na uwezo ya kufanya watu wakuwa wachungaji. Uliza Jeremi, umuulize Louis, uliza Bezo, uliza Matu Samuel, uliza Moise Mbia, uliza Samuel Kakande, uliza TB Joshua, umuulize Nganga, umuulize David Ooro. Nani alimufanya akuwe mhubiri? Nani alimufanya akuwe mchungaji? Na uko na ngoja Jeremia na kuwekea mikono. Uko na ngoja angalia kitu tunapotoshwa. Mungu atukuzwe wa nabii Kaku Filipe ambao alinitoa kwa hiyo. Hata ilifika mwaka wa 2016, mwaka 2016 nikawekewa mikono, lakini Mungu alinisaidia kwa sababu ni nabii mjumbe peke yake. Ako na uwezo ya kuestablish priesthood ya wakati yake, sacrificature ya wakati yake.
kuweka uofu wale ambao watatumika na wao, ama anaweza kutuma mtu akuje kufanya hiyo kupitia mandate amempea. Lakini hapana tu wewe mchungaji unaamuka unaombea mtu nimekufanya leo kuwa mwinjilisti. Nani alikwambia umekuwa mchungaji? Hiyo yote ni uongo. Soma Biblia. Biblia iseme hivyo. Namna gani Mungu anaokoa? Hapo ndiko tuko tunazungumza. Siku ambao Musa alihubiri, nje ya ujumbe ya Musa hakuna mtu alikuwa anahubiri ujumbe neno ya Mungu ya kweli. Hata angehubiri ujumbe ya Ibrahimu kwa utakatifu wake, lakini ilikuwa ni uongo mtupu. Kwa sababu gani? Siku Musa alikuwa akihubiri, ujumbe ya Ibrahimu haikukuwa tena na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu yeye anaishi kwenye ujumbe na yeye ndio anaokoa kwa ujumbe ya mjumbe mwenye yuko hai. Ndio maana Wabranamisti siku ya leo, Wamethodisti siku ya leo, Waliteriani siku ya leo, PCA siku ya leo, ujumbe mnahubiri haina uhai. Na Roho Mtakatifu mwenye yuko kwa hiyo ujumbe wenu ni pepo, sio Mungu, ni shetani. Ni shetani ndio yuko kwenye hapo. Nyinyi mnafikiria kwamba ni Mungu yuko hapo. Sio Mungu. Mungu hawezi tuma ujumbe kwa dunia. Anatuma leo ujumbe na kisha akuwe kwa ujumbe ya kale. Roho Mtakatifu afanyangi hivyo. Roho Mtakatifu anapatikana kwa ujumbe ya sasa. Kwa ujumbe ya mjumbe mwenye yuko hai. Ujumbe ya ndugu Branham siku ya leo itakufanya ukuwe mwananchi mzuri. Itakufanya ukuwe mtu mkarimu, lakini hautapata uzima wa milele ndani ya ujumbe ya ndugu Branham. Kwa sababu Mungu aishatuma ujumbe mpya sahi. Ujumbe ya Kaku Filipe mwenye iko nabii mpya, iko nabii hai. Na siku Kaku atakufa, naye atakuwa sawa Branham, na ujumbe yake itakuwa sawa Branham, sawa ya Musa. Yenye natusaidia tu kwa kutuonesha historia ya wokovu. Tutasema Kaku Filipe alikuwa nabii, na kwa wakati huo kutakuwa nabii mjumbe mwingine wa Mungu kwa dunia. Na ni ujumbe yake itabidi tuhubiri. Ni huyo nabii itabidi tuzungumzie. Hapana tena Kaku Filipe kwa wakati Kaku Filipe ataondoka hapa duniani. Ni hiyo vile Mungu anaokoa. Nje ya hiyo haujaokoka. Nje ya hiyo hauko Mkristo. Nje ya hiyo hauko mchungaji. Nje ya hiyo haumjue Mungu na hauko kwenye mapenzi ya Mungu. Nabii mjumbe ndio mwakilishi wa Mungu kwa siku yake ambao anaishi. Nabii mjumbe ndio kinywa cha Mungu kwa siku yake. Siku ya Musa watu wasingepanda kwa mlima kwenda kuomba, na wako wanamuona Musa hapo. Swali zote ilibidi waulize Musa. Angalia wakati wana Israeli walifika kwenye bahari ya Shamu. Ninakuchallenge wewe Mbranamist, na kuchallenge wewe Mkatoliki, wewe Muislamu, maana unaamini Musa. Wakati waliona bahari ya Shamu iko mbele yao, walipanda kumlima kuomba. Walichubua uso na kushujudu. Walimulilia Mungu ama walililia Musa? Ilibidi walilie Musa ambao alikuwa madhihirisho ya Mungu mbele yao. Ilibidi wamuulize Musa, tutafanya nini? Tulikuambia usitutoe huko. Maana waliona suluhisho yao ni kwa Musa. Mungu atatoa suluhisho kupitia Musa mwenye anaonekana. Suluhisho ya shida ya ulimwengu leo hautaipata ndani ya Biblia. Suluhisho ya shida ya ulimwengu leo hautaipata kwa mahubiri ya Branham, mahubiri ya Musa, ya Yesu Mnazareti, ya Paulo. Hapana, iko tu kwenye mahubiri ya Kaku Filipe. La solution des problèmes de l'humanité aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète messager vivant Kaku Filipe. Tafuta shida ya corona, mu Biblia hautaipata. Tafuta shida ya bagay, hautaipata. Ya wa homosexual, hautaipata. Homosexualite, shida yake haiko kwa Biblia, lakini iko kwa Kaku Filipe, mjumbe wa wakati. Mungu amekutumia mjumbe wa siku yako. Maana Mungu yuko anafanya kazi na Kaku Filipe saa hii. Ukiwa mu Amerika, ukiwa mu Europe, ukiwa mtu wa Oceania, ukiwa mtu wa Asia ama Asia, ukiwa mtu wa Afrika, nje ya ujumbe ya nabii Kaku Filipe haujaokoka na hauokoki. Unakula sadaka ya watu bure. Unakula 1/10 ya watu bure. Unadanganya watu. Na kwa sababu vile ndio nyinyi watu mnatakaka. Mnataka kudanganyiwa.
Yeremia anashimama anasema raba shaka baba, ni pepo iko namwambia hivyo. Lui anasema baba, Mungu ananiambia. Kwani shetani asemaki? Kama Mungu ni roho na shetani naye ni roho, ikiwa Mungu anaweza funua na shetani anaweza funua, tutatofautisha gani huyu ni Mungu na huyu ni shetani? Kuna njia moja, inabidi Mungu atume mjumbe, na ujumbe ya kufunua siri. Siku ya Elia watu walikuwa naomba raba shaka baba, watu walikuwa wanashusha moto, watu walikuwa wanafanya mambo ya ajabu, lakini kulichomokea mtu mmoja anaitwa Elia Mtibishi. Akaenda akawaambia, mnajua Mungu mwenye hawa watu wako naomba haiko Mungu wa mbinguni, muumbaji wa mbingu na dunia. Wanaomba ni Mungu Baali, na Mungu Baali siku hiyo alikuwa anashusha moto. Watu wakasema, bongo yako Elia, uongo yako hiyo Elia, unatudanganya. Elia akawaambia, nje ya mafundisho yangu mimi Elia, mimi peke yangu Elia ndio nabii mjumbe wa kweli saa hii. Hao wengine wote ni wabali, ni wajumbe wa shetani. Hawakumuamini Elia. Vile tule uko naamini mapepo. Hata siku ya Elia ilikuwa hivyo. Ilibidi wapande kwenye mlima wa Karmeli. Walipopanda huko, Elia akasema, niko peke yangu. Jinsi leo Kaku Filipe yuko peke yake pande, na hawa wengine wote wako yao pande. Elia akasema, kwa sababu nyinyi ndio mko wengi, ni nyinyi mko wengi, muanze basi kuita Mungu wenu, mumwambie ashushe moto. Wakaanza kuomba, Mungu wetu Baali shusha moto, Mungu wetu mapepo shusha moto, miungu yetu shusha moto. Kuanzia asubuhi hadi jioni moto haikufika. Elia mtumishi wa Mungu mmoja wa kweli kwa wakati yake akasimama akawaambia, mumuite kwa nguvu, labda Mungu wenu alienda. Hiyo yenyewe uko naona wakina Lui wanafanya, wakina Yeremia, wakina Bezo, ni uongo mtupu. Wanawafanyisha mafungo siku 21, siku 40, siku 100. Mapepo imewafunga hata njaa. Msisikie tena njaa, ni mapepo mnafikiria ni Mungu. Watu walifunga, waliita Mungu Baali. Akasema, mulalamike, moto shuka raba shaka baba, moto shuka. Mungu Baali hakushusha moto kwa sababu Mungu wa Elia alikuwa hapo. Sauti zikawafungana. Vile kisu unanaka tu sauti nafungana wale wachungaji wenu huko. Unafikiria ni Mungu wako naomba 10 ni mapepo. Utajua aje? Basi akawaambia, mchukue visu, mjikatekate, akiona damu ndio atasikia labda. Walichukua visu na mawembe wakajikatakata. Mungu tujibu, Mungu wetu tujibu. Mungu hakujibu kwa sababu alikuwa ni Mungu pepo. Walipofanya yote, nabii mjumbe wa wakati akasimama, anataka watu waone ya kwamba hao wamekula sadaka yao ya bure, wamewadanganya, na wote wenye walikufa ndani ya mafundisho ya wale mapepo watajipata wako jehanamu. Elia alipokuwa akisema vile hawakumwamini, akasema, basi sasa muache na mimi niite Mungu wangu. Elia hakukawia. Nabii mjumbe akuange na mambo mingi. Alisema maneno machache, moto ikatoka mbinguni. Je, ungekuwa siku ya Elia ungeamini Elia ama manabii wa Baali? Na ungemupinga Elia kwa sababu alisema pasta yako ni mjumbe wa shetani? Si ungemupinga Elia? Lakini siku ya mwisho Elia akaonekana yeye ndio msema kweli. Na leo nabii Kaku Filipe unamupinga kwa sababu mchungaji wako hataki umusikilize nabii Kaku Filipe, hataki usome. Acha nikuambie, nabii mjumbe wa wakati yuko tofauti na hao manabii wengine wote kwa sababu yeye iko na ujumbe ya kupea uzima wa milele. Unaona watu wanasema niko na ujumbe, unamuuliza ujumbe gani Mungu alikupea? Tusome kwa kitabu ya Isaya, njoo ujumbe. Mungu aliongea na Isaya, hajaongea na wewe. Utuambie mambo mpya, ujumbe ni jambo mpya. Siku Abeli alipata ufunuo ya kutolea Mungu, ilikuwa ni jambo mpya. Adamu hakukuwa jua mambo ya kutoa. Mungu anaokoa kwa neno mpya. L'évangile c'est une bonne nouvelle. Gospel means good news. Kula tunda kwa Abeli haikukuwa habari njema, haikuwa habari mpya, ilikuwa historia iliyopitwa na wakati. Maneno yote yameandikwa kwa Biblia ni habari iliyopitwa na wakati, ni hadithi, ni historia. Lakini maneno ambayo Kaku Filipe iko nasema siku ya leo ni maneno mpya. Na juu uokoke itabidi tu usikilize hiyo maneno.
Njoo uache kwenda na mke wako kama dogi, kama mnyama. Njoo uache kufanya masturbation, uache kujimasturbate mpunyoto. Ndio uache kuweka mdomo yako kwenye sehemu ya siri ya mke wako ama mume wako. Ndio uache kupeana bizu wakati uko nafanya tendo ya ndoa na mke yako. Yale yote ni machukizo, utajua aje. Mapenzi ya Mungu saa hii tusifanye yale. Ile ndio Mungu anasema leo. Utasema iko wapi ndani ya Biblia? Haina. Haiko ndani ya Biblia, iko ndani ya nabii Kakufilipe mwenye ameifunua. Ndio mapenzi ya Mungu siku ya leo. Na hapo ndio Roho Mtakatifu iko. Ndani ya hizi makanisa zote, nje ya ujumbe ya nabii Kakufilipe, unatarajia utaenda mbinguni, na kuambia hakika niko na uhakika kitu niko kuambia. Utaenda jehanamu. Yeremia atakupeleka jehanamu. Maana utamkuta na yeye nafsi yake iko naangamia jehanamu. Na kuambia usiporudia, usipoingia kwenye neno la Mungu la wakati ambao sio kanisa. Mungu atumake kanisa kwa kuokoa watu. Mungu anatuma nabii mjumbe. Musa sio jina ya kanisa. Yoshua sio jina ya kanisa. Yeremia sio jina ya kanisa. Wale ni manabii wajumbe kwa wakati zao, na kila mmoja alikuwa na ujumbe wake na siku yake. Ili uokoke ilibidi ufate maneno ambayo iko anasema. Ilibidi umuamini. Ilibidi ukue mfuasi wake. Leo wewe ni mfuasi wa nani? Unasikia mtu asema ni mfuasi wa Yesu. Wewe ushamuona Yesu wewe? Yesu ni roho. Ili umuone itabidi umuone ndani ya mtu. Siku nyingine ilipita nilikwambia, Mkristo ni mwenye kuna uwezo ya kujua kuidentifie Kristo ndani ya mtu kama yeye. Na huyo mtu leo ni nabii Kakufilipe. Hapana mchungaji wako. Hapana mtume. Yeremia 17:5 amesema ya kwamba na alaaniwe mtu mwenye anamtegemea mwanadamu. Wengine wanasema mbona Kakufilipe ni mwanadamu? Wacha nikufunulie siri hapo hivyo ambao nabii Kakufilipe alifunua. Mimi naipitiza kwako. Ni ufunuo kutoka kwa nabii Kakufilipe ambao alipokea kutoka kwa Mungu. Nabii mjumbe sio mtu wa kawaida kama wewe. Siku ambao amekutana na Mungu akakuwa mtu tofauti. Biblia inasema manabii ni wa Mungu. Utakataa hiyo? Nenda soma kitabu ya Kutoka 7:1. Nenda soma Matendo ya Mitume 28:6. Utasikia habari hiyo. Nabii mjumbe anapokuwa duniani, yeye ni madhihirisho ya Mungu. Kumbe Yeremia akisema na alaaniwa anayetegemea mwanadamu, hajasema usitegemee nabii mjumbe wa wakati. Usipotegemea nabii mjumbe wa wakati, utapata wapi kwenye utapata uzima wa milele? Utapata wapi mapenzi ya Mungu isipokuwa ndani ya nabii mjumbe wa wakati? Ni nabii mjumbe wa wakati anakuambia mapenzi ya Mungu kwa siku wenyewe unaishi. Ndio maana inabidi umwamini nabii mjumbe wa wakati. Inabidi umtegemee nabii mjumbe wa wakati. Maana yeye ni madhihirisho ya Mungu. Na unayepokea nabii mjumbe unampokea Mungu. Wewe uko napokea Branham, jua yuko tena. Wewe unafikiria wewe ungekuwa siku ya Branham, ungemkubali Branham wewe? Ishara moja ya kuonesha ya kwamba wewe ungekuwa siku ya Branham, ungekuwa siku ya Musa, ungekuwa siku ya Elia, ungekuwa siku ya Yeremia, ungewakubali. Ni hii leo kumkubali Kakufilipe. Katika kitabu ya nabii Kakufilipe sura ya 2 mstari wa 11 anasema siku ambao Noa alihubiri, hakuna mtu yeyote angeokoka kwenye uso wa ulimwengu isipokuwa kwa ujumbe ya nabii Noa. Siku Branham alikuwa anahubiri huko kwa barabara ya Amerika, hakuna mtu kwa dunia nzima angeokoka isipokuwa kwa ujumbe ya nabii Branham. Na leo Kakufilipe ako nahubiri kwa huko kwenye mitaa ya huko Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Hakuna mtu ataokoka dunia nzima isipokuwa kwa ujumbe wa nabii Kakufilipe. Mungu anaokoa kupitia nabii mjumbe wakati wako. Inabidi atume ujumbe mpya. Angalia watu wa Ninawi waliokoka na nini. Mungu alipotembelea nabii Yona, akampea ujumbe. Akamwambia nenda ulalamika. A cry is a message. Le cri c'est un message. Akaenda kulalamika. Wakati watu wote, hacha nikuibie pia siri,
Waliposikia hiyo ujumbe, wakakubali, wakashuhudia Mungu, wakarudia kwenye mapenzi ya Mungu. Hakuna siku Mungu alileta tena hasira hiyo. Je, kuna mtu aliangamia? Hakuangamia. Wote waliokoka kwa sababu walijinyenyekeza na kutii ujumbe wa nabii Yona. Na leo Mungu amesema kwa kitabu ya nabii Kakufilipe sura ya 3 mstari wa 25 ya kwamba kwa sababu ya makanisa na dhambi, kwa sababu ya dhambi na makanisa, ametuma coronavirus, ametuma coronavirus kwa ajili ya wafanya dhambi na makanisa. Sasa mtu yeyote atataka kuepuka corona, itabidi aamini ujumbe wa nabii Kakufilipe. Maana suluhisho ya corona iko ndio ndani ya ujumbe wa nabii Kakufilipe, ndani ya kitabu ya Kakufilipe. Hautaipata ndani ya Biblia. Soma kitabu ya Kakufilipe sura ya 3:25 utaona. Suluhisho ya matatizo ya ulimwengu siku ya leo haiko ndani ya Biblia, iko ndani ya neno ambao Kakufilipe anahubiri. Ni hivyo Mungu anaokoa, ndugu mpendwa. Ukiwa na swali yeyote usisite kuuliza. Swali yako inakaribishwa sana. Hakuna wokovu nje ya nabii mjumbe aliyekuwa hai. Nimesema Roho Mtakatifu hayuko kwa ujumbe wa Branham. Saa hii hayuko kwa ujumbe ya John Wesley, ya John Calvin, ya Whitefield, ya Knox. Hayuko ya John Calvin, ya Martin Luther, ya Columba. Hayuko ya Irene. Roho Mtakatifu haiko kule. Hiyo inabakia mambo ya historia tu. Lakini Roho Mtakatifu leo hayuko. Roho Mtakatifu hayuko mu Biblia. Hauwezi pata Roho Mtakatifu kupitia maandiko ya Biblia. Roho Mtakatifu utaipata wakati unamwamini Kakufilipe na maneno yake yote. Kumbi Roho Mtakatifu anapatikana kwa mafundisho ya Kakufilipe tu siku ya leo. Na itakuwa hivyo nyuma ya Kakufilipe. Wakati mwingine nabii atakuja, mafundisho ya Kakufilipe haitakuwa tena na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atapatikana tu kwa mambo enye nabii yule mjumbe wa wakati atakuwa akifundisha. Ni hivyo Mungu anaokoa. Jana niko nazungumza na watu wa nyumbani, hadi nasikia huruma ya kwamba kwetu watu hawaokoki, wanakufa ndani ya madini. Mungu hayuko ndani ya dini. Dini tatu ya kishetani ni Ukristo, Uislamu na Uyahudi. Hizo ndio dini tatu ya kishetani. Maana Mungu haokoe kupitia dini. Mungu hayuko ndani ya dini. Dini inapatikana baada ya nabii mjumbe kutoka, ndio watu wanachukua dini. Kumbe huko kwetu Nyalukungu Shabunda, huko kwetu Mungu hajafika huko juu. Hakuna watu wako na ujumbe ya wakati. Watu wanakufa, wanahubiriwa, wanasema wanahubiriwa, kumbe wako nahubiriwa historia. Uko nanifata kwenye ujumbe. Kuna nabii mjumbe wakati anaitwa Kakufilipe. Ni hivyo ndivyo Mungu anaokoa kupitia mjumbe wa wakati. Anampea ujumbe, na yote atakayeamini ujumbe hiyo na kumwamini nabii mjumbe atakuwa ameokoka. Uko najisumbua na omba. Wapumbafu wako wanakupea mafungo kule, wanakudanganya bure. Ni mapepo. Nabii mjumbe Kakufilipe amefunua ya kwamba wale wote, hizi makanisa zote ni nyavu ya shetani ya kupeleka ulimwengu jehanamu. Ce sont des filets de Satan pour amener l'humanité en enfer. Hao ni nyavu ya ibilisi. Kanisa Katoliki ni nyavu, PCA ni nyavu, Pentekotiste ni nyavu, wa evangelike ni nyavu. Wote wako na kupeleka jehanamu na haujui, na wanakula sadaka yako. Hiyo ndio kitu inaniuma sana. Bora ungekula pesa yako ununulie na watoto wako mavazi, ulipe school fee ama minervale ya watoto wako. Kuna ujumbe hapa Mungu anataka uamini. Amini ujumbe wa wakati wako. Mungu anapatikana kwenye ujumbe wa nabii Kakufilipe. Kakufilipe ni mtu mweusi kama na wewe. Unaweza zungumza na Kakufilipe, unaweza pata contact yake, unaweza kumuona Kakufilipe ukiona wazi wako utaenda Ivory Coast. Mambo yote unataka kujua kuhusu Mungu, Kakufilipe atakwambia. Acha kudanganywa na Uislamu. Uislamu ni ya uongo, ni dini ya kishetani. Nabii Kakufilipe juzi amehubiri, ametoa chapter kuhusu Waislamu. Maome Mustafa hakukuwa nabii wa Mungu. Ni dini ya kutunga. Huyo hala sio Mungu. Wanakudanganya bure.
Umechubua hapa uso yako. Kila siku unapiga magoti. Unafanya hivi. Unafanya huko afikiria uko naabudu Mungu, kumbe ni pepo. Allah c'est un Dieu imaginaire. Allah ni Mungu wa imagination. Haiko Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. Dini tatu ya Uislamu. Dini tatu ya uongo. Ya mapepo, Uislamu, Ukristo na Uyahudi. Hakuna mbingu ya Waislamu. Hakuna mbingu ya Wakristo. Hakuna mbingu ya Uyahudi. Lakini kuko mbingu ya manabii wajumbe ambao ni ya Yesu Kristo, Mungu mzima. Kuna mbingu ya Mungu muumbaji wa mbingu na dunia, ambao anatuma manabii wajumbe hapa duniani peke yake. Amini Mungu. Ukiwa na swali uliza 0718 53 0812 0718 53 08 12. Hiyo ndio namba yetu ya kuwasiliana kwayo. Ukiwa na swali yote uniulize. Na kuombea Mungu akakufilipe akubariki. Mungu akakufilipe afungue macho yako. Ni neema wewe kujua kuna nabii mjumbe mwenye iko hai. Kuna wenye wamekufa na hawajui kitu kama hiyo. Juzi nimesikia François amekufa huko. Labda amekufa hajajua kwamba kuna nabii mjumbe. Nafsi yake iko jehanamu, acha nikuambie. Alikuwa anahubiri, kwanza alijipea kazi ambao Mungu akumupea hapa duniani. Najua kuna watu watasikia vibaya nikisema hivyo. Lakini hivyo ndio Biblia inasema. Hakuna mahali Mungu ameruhusu mwanamke kuhubiri. Hajapea mwanamke huduma ya neno. Katika huduma 4 ya neno, mwanamke hana huduma. Lakini François akiwa hapa alikuwa akihubiri. Leo ninakuja kuambia nafsi yake iko jehanamu, anangoja kuteketea na moto. Na injili itamhukumu kwa sababu amekufa kwenye utawala ya Kaku Filipe, ndio nabii mjumbe wa wakati. Ni injili ya Kaku Filipe itamhukumu. Na labda kwa sababu alikuwa rafiki yangu Facebook, alikuwa anaona nikihubiri na anaona ni upuuzi. Lakini hii injili ambayo alikuwa anaita upuuzi ndio itamhukumu huko kwenye ameenda ako jehanamu saizi. Alikuwa anahubiri na kuna watu walisema waliokoka. Hajawahi okoka. Hakuokoa hata mtu mmoja kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa ameokoka. Hauwezi okoka nje ya nabii mjumbe wakati yako. Naomba Mungu akakufilipe akufungue macho upate kuelewa jambo kama na hii. Bwana wetu Yesu Kristo akubariki. Tutaonana tena jioni. Shinda na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo.